Amen. Tunaendelea kuleta ukweli wa Mungu, ukweli ambao ni wa siku za mwisho, ambao huwa hausemi mara nyingi. Ni ukweli ambao watu wamekaa nao hawataki kuongea, lakini kwa neema za Mungu, Mungu anatuwezesha ili tuweze kuongea na wanabonjo. Tunaongea kwa neno ili iwe ushuhuda wa siku za mwishoni kwamba tulihubiri, wengine watu walisikia wakapuuza au walisikia wakafuata. Unapokuja kuhubiri Injili, lengo sio kufurahisha au kuchekesha. Lengo ni ujue ukweli wa Mungu na ufuate. Sasa unapojua ukweli wa Mungu na usifuate, then Mungu huwa anakuacha. Akisha kuacha, mwisho wa siku inakuwa ni hatari. Nisaidie Wathesalonike wa pili 2:10. Wathesalonike wa pili 2:10. Unapofundisha ukweli wa Mungu kukataa, ukaelekea kwenye mafundisho ya uongo, Mungu naye huwa anakuacha ili upotee, kwa sababu umeamua kuwa na moyo mgumu. Msomaji, soma. Inasemaje? Na katika madanganyo yote na udhalimu kwa hao wapoteao, kwa sababu hawakukubali ukweli wala kuipenda ile kweli ili wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini hiyo kweli. Kwa nini? Bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Kwa hiyo unapojifurahisha katika udhalimu, unapojua ukweli wa Mungu au unaposikia ukweli wa Mungu, wewe ukapuuzia tu, ukaona kwamba hao watu wanapita, wanaongea wanapita, alafu wewe utaendelea kuendelea na mambo yako, mwisho wa siku Mungu anakuacha ili upotee, kwa sababu unapokuwa umedanganywa, mwisho wa siku Mungu yeye kama anajua kabisa umedanganywa, Mungu hana shida na wewe. Lakini unapojua ukweli kwamba umedanganywa na wewe ukaendelea kukaa kwenye uongo, Mungu anakuacha na utahukumiwa. Nisaidie Matendo 30:17. Kimbia hapo. 30:17 Matendo. Kimbia. Changamka msomaji. Imeisha 20 au 17:30. 17:30. Soma. Inasemaje? Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Zama za ujinga Mungu alizifanya haoni. Kwa hiyo Mungu aweza kumhukumu mtu ambaye hajui. Mungu aweza kumhukumu mtu jambo ambalo hajui. Lakini zama za ujinga Mungu alijifanya haoni. Endelea msomaji. Bali sasa anawaagiza watu wote wafanyeje? Wa kila mahali watubu. Kwa hiyo Mungu anawaambia watu watubu, na kutubu sio yeye kusema kanisani Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Unapoambiwa kwamba utubu, alafu unasema kwamba manake siku za leo unashangaa mtu anafanya dhambi makusudi, anajua ataenda Jumapili kutubu. Ndio. Jumapili kisha anarudia hiyo Jumapili tena anafanya tena dhambi, anasema kama anaenda kutubu. Yani hapo unajidanganya, kwa sababu kutubu kunaambatana na kuacha ile dhambi ambayo umeifanya. Kwa sababu huwezi ukatubu ukaendelea kufanya kitu hicho ambacho ulichokosa. Huwezi ukaua ukatubu ukarudi kuendelea kuua. Ni lazima utubu, uache uovu huo. Kwa hiyo sasa Mungu zamani alifanya hajui, lakini sasa anawaita watu watubu. Kutubu ni kuacha dhambi, na dhambi ni kuvunja sheria. Kutubu ni kuacha dhambi, na dhambi ni kuvunja sheria. Kwa hiyo kama unavunja sheria, inatakiwa uache, utubu, maana yake uitie hiyo sheria. Msomaji, tuanze sasa. Nisaidie 15:13 Mathayo, tuanzie hapo sasa. Changamka sasa, twende 15:13 inasema. Anasema akajibu akasema, anza vizuri msomaji. Akajibu akasema 16, soma. Anza 16. Yesu akasema, hata sasa ninyi hamngali hamna. 16:13 Mathayo. 16:13 Mathayo. 16:13 inasema, basi Yesu akaenda zake pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasemaje? Watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine huyu Yeremia, wengine huyu Yohana Mbatizaji, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Rudia tena. Inasema kwenye andiko. Akaambia, rudia. Inasema Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu nena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine unena huyu Yohana Mbatizaji, wakakosa. Wengine Elia, wakakosa. Wengine Yeremia, wakakosa. Au mmoja wapo wa manabii, kama ndugu zetu katika Adamu.
Inasema akawaambia, ninyi wanafunzi wangu mwanenena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, akasemaje? Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Endelea. Yesu akajibu akasemaje? Akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo kujua Yesu kama ni mwana wa Mungu lazima ufunuliwe na Mungu mwenyewe. Endelea na andiko. Inaendelea kusema, nasemaje? Nami nakwambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Rudia 18. 18 yasema, nami nakwambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sasa kuna imani mbalimbali zinazoamini kwamba Yesu alijenga kanisa kwa Petro. Maana wanasema kwamba Yesu, kwamba Petro ndiye aliyekuwa mwamba. Kwa hiyo mafundisho mengi unasikia tumejengwa juu ya mitume na manabii, lakini wanasema Petro kwamba ndiye alikuwa mwamba. Petro hakuwa mwamba. Na wanasema Petro ndiye aliyekuwa papa wa kwanza. Petro hakuwa papa wa kwanza. Petro hakuwa mwamba. Kanisa halijajengwa juu ya Petro. Msomaji, niko. Hebu nisaidie kwanza Isaya 62 na mstari wa 2. Kimbia. Isaya 62:2. 62:2 nasema. Unasemaje? Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Hebu soma Zaburi 66. Zaburi 62:2. Zaburi. Kimbia hapo. Zaburi 62:2. Maana andiko linasema wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo watu wanasema kanisa limejengwa juu ya Petro. Sasa kanisa halijajengwa juu ya Petro. Nisaidie andiko msomaji. Zaburi 62:2 nasema. Nasemaje? Yeye tu ndiye mwamba wangu. Rudia. Yeye tu. Anza moja kwanza tuelewe kwanza ni nani hapo. Anasema nafsi yangu yamngojea Mungu peke yake. Kwa hiyo naongelea kuhusu nani? Mungu atakayokuja. Mungu peke yake. Wokovu wangu hutoka kwake. Haya sasa soma 2. Yeye tu ndiye mwamba wangu. Rudia tena. Yeye tu ndiye mwamba wangu. Kwa hiyo tunaona Mungu ndiye mwamba. Tunaona Mungu ndiye mwamba. Petro siye mwamba. Sasa nisaidie Yohana 5:26. 5:26 Yohana inasema. Unasemaje? 26 anasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hiyo Baba akiwa na uzima nafsini mwake amempa nani? Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa tunaona kwamba Baba ni nani? Ni mwamba. Kwa hiyo uzima huo ameuweka kwa mwanawe. Ndio. Uzima huo ameweka kwa mwanawe. Ndio. Sasa tunaona kwamba Mungu alikuwa ndiye nani? Ndiye mwamba. Ndio. Lakini sio Petro. Ndio. Sasa Yesu anasema juu ya kanisa hili, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Ndio. Sasa watu wanarejelea, wanahisi kwamba Petro alikuwa ni mwamba. Sasa msomaji, nisaidie Wakorintho wa kwanza 11 na mstari wa 3. Wakorintho 11 wa kwanza 11:3 inasema. Inasemaje? Lakini nataka mjue kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. 3:11. 3 yake na 11. Wakorintho wa kwanza 3:11. Msingi 3:11 inasema maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Kristo. Kwa hiyo msingi ni nani? Ni Kristo. Yesu anasema najua mwamba huu nitalijenga nini? Kanisa langu. Kwa hiyo mwamba ni nani sasa? Kwa mujibu wa maandiko mwamba ni nani? Nisaidie Wakorintho wa kwanza 10 na mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 10:4 nasema. Maana watu wamedanganywa, wanasema kwamba Petro ndio mwamba. Kwa hiyo kanisa limejengwa juu ya Petro.
kanisa halikujengwa juu ya Petro. Sasa mwamba ni nani? Soma. Inasema wote wakanywa kinywaji kile kile cha Roho, kwa maana waliunywa mwamba. Ati waliunywa mwamba wa Roho uliowafuata, na mwamba ule alikuwa ni nani? Ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo mwamba ulikuwa ni Kristo. Ndio, mwamba alikuwa ni Yesu. Kwa hiyo Yesu anaposema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, maana yake kanisa linajengwa juu ya Kristo mwenyewe. Kristo mwana wa Mungu, sio mwanadamu. Na ilikuwa imetokea hapo baada ya kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kanisa la Mungu ni lazima liamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kinyume na hapo umepotea. Kinyume na hapo umepotea. Nisaidie Warumi 1:1. Kinyume na hapo umepotea. Changamka msomaji. Warumi 1:1 nasemaje? Paulo mtume wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtumwe na kutengwa ahubiri injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe. Hiyo injili ni nini? Habari za mwanawe. Injili ni nini? Habari za Yesu. Injili ni habari za Yesu ambazo Yesu zinasema Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa anayefundisha kinyume na hapo ati Yesu ni Mungu mwana, ati Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu, Paulo anasemaje? Kwa sababu injili tumeona Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa Paulo yeye anasemaje kwa watu wanaohubiri injili nyingine tofauti na hiyo? Paulo yeye anasemaje? Nisaidie Galatia 1:8. Galatia 1:8 nasemaje? Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Paulo anasema atakayeleta injili mpya tofauti na waliohubiri, huyo alaaniwe. Na mimi nasema atakayehubiri injili nyingine, naungana na Paulo kwamba alaaniwe. Ndio, kwa mujibu wa maandiko. Kwa sababu sasa hivi watu wanafundisha ati Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu. Maana yake Mungu alijitoa. Maana yake Mungu yeye ndiye aliyekufa. Sasa yeye kusema kama Mungu alimtoa mwanawe, maana yake Mungu anatudanganya sasa. Ndio. Tafsiri yake Mungu alileta kutudanganya. Kwa hiyo analeta injili nyingine tofauti na hiyo, alaaniwe. Msomaji, niko. Turudi pale sasa. 16:18 Mathayo. 16:18 yasema. Anasema Yesu, nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitaijenga kanisa langu. Kwa hiyo tumeona kwamba Petro ni nani? Petro ni amesema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio. Na Yesu anasema wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga nini? Kanisa. Watu wanahisi kwamba Petro ndio mwamba. Petro hakuwa mwamba. Nisaidie Yohana 1:42. Yohana 1:42, kimbia hapo. 1:42 Yohana. Inasemaje? Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa. Yaani tafsiri yake ni jiwe au Petro. Kwa hiyo Petro anaitwa jiwe. Unaona, na sisi ni mawe yaliyo hai ambayo tunajenga nyumba ya Roho ambayo msingi wake ni Kristo aliye mwamba. Kwa hiyo mwamba ni Yesu. Wanaposema juu ya mwamba wote nitajenga kanisa langu, maana yake juu ya fundisho la mwana wa Mungu ndipo kanisa lilipojengwa. Ukiona kwamba upo kwenye kanisa ambalo hawaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, upo kwenye duka la mtu, sio kanisa. Ndio. Upo kwenye duka la mtu. Yaani mtu amefungua akasema kwamba Yesu ni Bwana, akafungua duka lake, na wewe umeenda umekuwa bidhaa. Umeingia hapo umekuwa bidhaa. Sasa ukiingia hapo ndio unatoa zaka na sadaka. Bora ule zaka zako na sadaka uende jehanamu ukiwa umenenepa. Msomaji, niko. Haya sasa. Nisaidia Wakorintho wa kwanza 11:3. Wakorintho wa kwanza 11 yake ni ya 3. Inasemaje? Lakini nataka mjue kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kwa hiyo kichwa cha Kristo ni nani? Ni Mungu. Na wanaosema Yesu ndio Mungu, huyo manake nini?
wamekufuru tu. Maana yake nini? Maana yake ni ushoga, yani kwa maana mwanaume na mwanamke wanatoshana. Kwa hiyo sasa watu wamebadilishiwa Mungu wakapewa Mungu wa uongo, wamebadilishiwa Mungu wakapewa Mungu wa ngome, wamebadilishiwa Mungu wakapewa ati Mungu ni watatu. Msomaji, niko kwa katekisi hiyo hapo, lazima turudie tu mpaka watu waelewe, mpaka tutarudia sana hapo mpaka watu waelewe, na hapo watutoke katika sehemu ya blue. Bro, changamka hapo atutoke hapo mpaka uelewe hiyo hapo chini. Huko mbona hamna? Hapo atutoke hapo. Hamna. Katika sehemu 16 hapo, ukurasa 16. Changamka. Ukurasa wa 16 katika sehemu inasema Utatu Mtakatifu. Katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu wa kwanza, Mungu Mwana ni Mungu wa pili, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Rudia tena. Inasema tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu wa kwanza, Mungu Mwana ni Mungu wa pili, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Kutoka 23. Usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Rudia katekisimu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Kutoka 23. Usiabudu Mungu mwingine ila mimi. Rudia tena. Inasema kutoka 23 nasema usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu wa kwanza, Mungu Mwana ni Mungu wa pili, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Wakorintho wa kwanza 8:6. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, Baba, Mwana na Roho, aliye Baba, Mwana na Roho, aliye Baba, Mwana na Roho, aliye Baba. Andiko inasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, Baba, Mwana na Roho, aliye Baba, Mwana na Roho, aliye Baba. Kwa hiyo Mungu wa Biblia ni mmoja tu, aliye Baba. Mungu wa Biblia ni mmoja tu, aliye Baba. Yohana 20:17. Yohana 20:17. Kama una swali unakaribishwa. Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu. Yesu anasema Mungu Baba, hakuna Mungu Mwana, hakuna Mungu Roho. Una swali unakaribishwa. Inasemaje? Yesu akaambia usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Sasa huyo Mungu wa Yesu ni Baba, Mwana na Roho? Hapana, huyo Mungu wa Yesu ni Utatu Mtakatifu, ni Baba. Kwa hiyo watu wamebadilishiwa Mungu. Danieli 11:37. Danieli 11:37. Changamka msomaji. Danieli 11:37. Uone kwamba wanabadilishiwa Mungu, waelewi. Wamebadilishiwa Yesu, wakaletea Yesu tarehe 25 Tamuzi, mtoto wa Nimrodi, mwanae Semiramis, ambao wanaunda Utatu Mtakatifu, ambao ni utatu mchafu. Inasemaje? Mfalme wa 4 wala hata ijali miungu ya baba zake wala yeye aliyetamaniwa na wanawake wala hata mjali Mungu wa yeye yote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya yote, lakini katika mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome, ambaye Mungu ambaye baba zake hawakumjua. Kwa hiyo Mungu wa ngome ambaye baba zake hawakumjua, ndio Ibrahimu hakumjua, Isaka hakumjua, wala Yakobo hakumjua. Ibrahimu hakumjua, Isaka hakumjua, wala Yakobo hakumjua. 3:6 Kutoka. Ibrahimu hakumjua, Isaka hakumjua, wala Yakobo hakumjua. Huyu Mungu mpya aliyeingia ni Mungu mgeni, ni Mungu wa Rumi, chimbuko lake ambalo ni Babeli. Familia ya Nimrodi, Semiramis na Tamuzi wakiungana pamoja ndio wameunda utatu mchafu. Sasa sisi tumejitolea kuja kwa ajili ya kufunua, na tunaalika kila mmoja aje aulize, tunaalika kila mmoja aje ahoji, kwa sababu Mungu anasema aabudiwe yeye peke yake, aabudiwe yeye peke yake. Lakini watu wameamua kuchukua miungu ambayo ndio wanaiabudu, wanasema kwamba wanamwabudu Mungu. Tuko hapa na tunaalika yeyote aje aulize, kwa sababu unapoabudu Mungu wa uongo maana yake unapotea. Unapoabudu Mungu wa uongo
Maana yake unapotea msomaji, soma 3:6 Kutoka 3:6 nasema. Nasemaje? Mungu akasema, tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Sasa kuna Mungu wa Ibrahimu, aliye Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Sasa yule Mungu wa Ibrahimu aliyemtokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baadaye anakuja anamtokea Musa. Ni nani? Matendo 3:13. Kimbia. Matendo 3:13. Soma. Nasema. Inasemaje? Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amemtukuza mtumishi wake Yesu. Kwa hiyo Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amemtukuza mtumishi wake Yesu. Kwa hiyo kuna Mungu aliyemtukuza mtumishi wake Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mtumishi wa huyo Mungu. Sasa Yesu anamtumikia kama nani? Yohana wa kwanza 4:14. Anamtumikia kama nani? Maana huyo Yesu ni mtumishi wa Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo. Sasa anamtumikia kama nani? Soma andiko hilo. Inasema, na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma Mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo kuna Baba aliyemtuma nani? Mwana. Kwa hiyo Yesu anamtumikia Mungu kama nani? Kama Baba. Kama Baba yake. Ndio. Na Yesu siku zote amekuwa akitufundisha Mungu ni baba yake. Ndio. Yesu amekuwa akitufundisha Mungu ni baba yake. Hebu nisaidie Yohana 8:54. Kimbia msomaji. 8:54 Yohana anasema. Nasemaje? 8:54 iko hapo inasema. Kimbia. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hiyo Mungu wetu ni baba yake na Yesu. Sasa swali, huyo baba yake na Yesu ni Baba, Mwana na Roho? Hapana. Huyo baba yake na Yesu ni Baba, Mwana na Roho? Huyo wao. Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho ni miungu migeni ambayo imeingizwa, watu wanaiabudu, wanasema kwamba ni Mungu mmoja. Msomaji? Salama kabisa. Msomaji? Amina. Nataka nikuulize, uliza mali Kiswahili. Yesu ni nani? Subiri. Unaitwa nani? Mimi jina langu ni Method. Wewe mwenzangu? Samani. Niata Godfrey. Ndio. Haya, swali lako. Nataka nikuulize. Yesu ni nani? Tumuulize Yesu. Msomaji? Niko. Yohana 10:36. Yohana 10:36. Tumuulize Yesu, wewe ni nani? 10:36 Yohana. Yohana 10:36 nasema. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, nyinyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nilisema mimi Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu mwenyewe amesema yeye ni mwana wa Mungu. Na swali lingine? Pale bado subiri. Alisema mimi nani? Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Naomba unisomee Yohana Mtakatifu sura ya 8 kuanzia mstari wa 32 hadi wa mwisho mpaka pale alipokuwa anabishana na mananili. Haya, 8 Yohana kuanzia yake na 32 inaanza kusema. Nasemaje? Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Wakajibu, sisi ni uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa na mtu yote, wasemaje tutakuwa huru? Yesu akawajibu, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua, sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi hiyo mliyosikia kwa baba yenu mnatenda. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiyo Ibrahimu. Yesu akaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu niliwaambia iliyo kweli niliyoisikia kutoka kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndio walipomwambia sisi kwa vituo. Niende kwa vituo. Nianze 40. Sawa. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi baba yetu ni mmoja, yaani Mungu. Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali kwa yeye ndiye aliyenituma.
mbona hamfahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asema uongo ndani yake, ndani yenu. Inasema ndani yake, ndani yenu. Inasema ninyi ni baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Imesema ndani yake. Asemapo uongo, kusema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Nami kwa sababu nasema iliyo kweli, hamsadiki. Ni nani miongoni mwenu anishuhudia ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona hamnisadiki? Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu, hivyo ninyi hamsikii, kwa sababu ninyi ni si wa Mungu. 48 endelea kusema, Wayahudi wakajibu wakamwambia, sisi hatusemi vyema ya kuwa wewe Msamaria nawe una pepo? Yesu akajibu, mimi sina pepo, lakini mimi namheshimu Baba yangu, nanyi mnanivunjia heshima yangu. Wala mimi siutafuti utukufu wangu, yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Amini amini nawaambia. Alisema hautafuti nini? Atafuti utukufu. Wewe swali lako ni nini? Maana tunasoma ngoja tusome tumlizishe. Amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Alisema kushika neno nani? Alisema kulishika neno nani hapo? Yesu alisema kulishika neno la nani? Neno la Mungu, neno la Baba, neno langu. kushika neno langu. Excellent. Tuendelee. Inaendelea. Amini amini na mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo, Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa. Wewe wasema mtu akilishika neno lako hataona mauti milele. Wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu. Alisema kulishika neno lake, kulishika neno la babake. Tuendelee. Haya, wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu, ambaye amekufa nao manabii wamekufa, wewe wajifanya nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzani Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkujua, lakini mimi namjua. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa muongo kama ninyi, lakini namjua na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia. Sasa msomaji, kama tunaenda mbali, Yesu anasema Yesu anashika neno la baba yake. Unaona? Tuendelee hapo atumwache. Tuendelee. Wewe tuendelee. Ngoja tumalize. Basi Wayahudi wakamwambia, naendelea na mahubiri. Sasa tunachukua mtu mmoja zaidi ya dakika 10 alafu maswali. Jibu nasema liko mwisho. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, wewe nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akamwambia, amini amini nakwambia, yeye Ibrahimu asije kwako, mimi niko. Amesema mimi niko. Tuende nani Kutoka. Wewe kitabu cha Mwanzo Kutoka, wakati Mungu anabishana na Musa, alimwambiaje? Twende Kutoka. Kutoka ngapi unataka? Kutoka sura 3. Wakati anabishana Musa, Mungu anamwambia Musa, nenda kumwambia Farao. Kitabu cha ni Kutoka 3:6. Kwa sababu ni 6 si wenyewe tunapenda watu, tunapenda tunajadili na wanaofahamu. Haya sawa. Wanatuchanganya. Lakini kama unatumia maandiko, wewe ni njema zaidi. Unafikiria maandiko sasa tunayaona? Inasema 6. Basi pale hapo inaposema kwamba mimi niko, si ndio? Yesu anaposema yeye mimi niko, Mungu anasema mimi niko. Musa akasema nitageuka sasa nione maneno yao, kwa kuwa alipoona akageuka anatazame Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kibiti akasema, Musa, Musa. Akasema mimi hapa. Naye akasema usikaribie kwa mbele kwa sababu miguuni mwako, kwa sababu mahali hapa ni mahali nchi takatifu. Tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema hakika nimeona mateso yangu, ngoja nitafute sehemu ya jina, maana ndio pointi yako. Sehemu ya jina inasema 14. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema ndio utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Sasa swali lako ni lipi? Hapo unakuja pale. Umeelewa hapo? Wakati Mungu anamtuma Musa, anamwambia Musa, anamwambia hivi, mimi nikienda kwa Farao, nitamwambiaje ili Farao kufanyaje kujua kama umenituma? Akamwambiaje? Akamwambiaje mimi niko ambaye niko. Nimefanyaje?
amenituma kwenu. Nenda kwa mtakatifu. Yesu pale anabishana Mafarisayo. Akamwambia hivi, kabla ya kwako mimi niko. Basi pale Yesu alikuwa anawafumba. Kama pale soma na pale utakunywa. Sorry zamani. Subiri sio maneno yako. Wewe toa hoja, alafu uliza au fafanue. Hoja yangu ni kwamba hoja yangu nimekusikia. Swali yangu mimi sasa nakuuliza swali. Umesema Yesu sio Mungu. Nimekusikia pale. Unasema ambapo umenisikia nasema kwamba Yesu sio Mungu. Mimi nilichokisema nimesema Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo nature yake lazima itoe kwa baba yake. Sasa mwana wa Mungu atazaa ng'ombe au kuku au mwanadamu. Si Yakobo unasema mwana wa Mungu ndio atakuwa ng'ombe. Hebu ndio usiakweli mwana wa Mungu atakuwa mwanadamu. Mwana wa Mungu na shetani shetani sio mwana. Sasa kusema hivyo na shetani sio mwana wa Mungu. Ni nani alikuwa nani? Wewe kwa shetani kutoka wapi? Wewe shetani kutoka sorry shetani kutoka wapi? Shetani alijumba mwenyewe. Kikao cha utaratibu. Ni cha utaratibu. Wewe ni mpe maji. Msomaji niko nisaidie 3:16 Yohana Injili. Yohana 3:16. Injili kuna vitu hajaelewa na mimi niko sawa. Na kuna kitu kinachomchanganya. Namba yeye. Soma andiko msomaji. Soma andiko. Ngoja ana haraka anasema naenda. Sasa haraka anaanza na haraka. Kwa maana jinsi Mungu basi kama kuna mtu mwingine ana swali ajiongee hapo maana nataka siku moja uko busy. Kesho tupo hapa kuanzia saa. Nachelewa. Nataka niwatafute. Tuongee vizuri. Nataka niwatafute kwa kweli. Yaani kwa kweli mmenigusa. Nataka tujifunze nini maana ya Yesu na Yesu anatoka wapi na babake na Yesu ni nani? Nataka yaani hapo umefika. Subiri msomaji. Niko. Niko maiki. Ngoja malize kuna confirm number. Utatuma kwenye grupu mule. Nipigie kwa nitaikuta namba hiyo. Sasa ngoja nikuulize. Na kesho tupo hapa. Kabla hujaondoka. Na kama nitawahi ni mimi. Wewe tuje kufanya debate. Unasikia? Hii swala ngasome vizuri afu njoo tutakuelezea. Mimi nitakuja mafungu yangu. Mimi nitakuja mafungu yangu kueleza kwamba Yesu ni nani. Je, Yesu ni Mungu? Yesu ni mwana wa Mungu? Niulize. Yesu ana baba yake. Yesu ana baba. Hana baba. Yesu ana baba. Yesu ana baba yake. Hana baba. Basi wewe mtumishi. Hebu msomaji. Yesu ana baba. Nisaidie hapo. Sasa mtu maiki. Sasa tukusikilize wewe. Kwanza msomaji. Niko. Nisaidie 7:38. 7:38. 7:38 Yohana anasema, anasemaje? Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena. Kwa hiyo Yesu anataka tumwamini kama nini? Maandiko yalivyonena. Sasa huyo ndugu anatuambia Yesu hana baba yake, si ndivyo? Ndio, anatuambia Yesu hana baba. Tuamini maandiko. 8:54. Yohana 8:54 inasema 8:54 nasema Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzae ni baba yangu. Sasa huyu anakuambia Yesu ambaye ninyi mwanena kwa ni Mungu wenu. Yesu hana baba yake. Haya, nisomee Waefeso 1:3. Huyu anakuambia Yesu hana baba yake. Kwamba Yesu hana baba. Sasa Waefeso 1:3 mafundisho mapya. Efeso 1:3. Waefeso 1:3. Sasa mwandishi, nani msomaji? Mbona unatoka kwenye reli? Inakatakata. Endelea. Waefeso 1:3. Efeso 1:3 inasema hii mada ya utatu ikiwezekana muite mpaka wachungaji wenu. Maana inagusa sana. Mteni mpaka wachungaji wenu waje wawasaidie. Inasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Anakuambia Mungu Yesu hana baba. Sasa msikilize yeye au tufanyaje? Ile ni story. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Mungu anatuambia tusisikilize hadithi za kizee. Mungu anasema tusisikilize hadithi. Kwa hiyo hii chaji speaker inaisha chaji. Tuendelee. Basi hiyo atakuwa kwa chaji. Sasa tuendelee tu. Mpaka atakapokatia ndo hapo. Kwa hiyo sasa 1:3 tunasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kuna ndugu anatuambia Yesu hana baba. Unaona matatizo hayo?
Anatuambia kwamba Yesu hana baba. Nisaidie Ufunuo wa Yohana 1:1 tembea mpaka 6. Hapo ndio Yesu akiwa mbinguni sasa. Ufunuo 1:1 nasema atuambie kwamba Yesu ana baba au hana. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyesha watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha tuma yake Yohana. Wale makanisa 7 inasema neema na yeye kwenu na amani zitokaze kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokaze kwa roho 7 walioko mbele ya kile kiti cha enzi, tena zitokaze kwa Yesu shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Sasa kuna ndugu anatuambia Yesu hana baba. Sasa Yesu hana baba. Au tusikilize ila shida muda wote unakuwa na haraka. Matatizo ya Babeli. Ni matatizo ya Babeli. Babeli imewachanganya. Wanasoma Biblia wanaipindisha. Palipoandikwa Yesu ni mwana wa Mungu, wao wanaweka Mungu mwana. Palipoandikwa Yesu ni mwana wa Mungu, wao wanaweka nafsi ya pili ya Mungu, na wanataka tusikilize jambo hilo. Ati Mungu ni nafsi tatu, msomaji. Mwanzo 22:16 Mwanzo. Sasa Mungu nafsi tatu. Wewe Mungu na nafsi tatu. Tusikilize watu au tusikilize maandiko yako? Mungu nimesema. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.